naitwa James Eloise, mhifadhi misitu wilaya ya Ukerewe. Mwaka huu wa fedha wa 24-25 wakala wa huduma za misitu ikishirikiana pamoja na wadau mbalimbali hasa benki ya NMB tulikuwa tuna lengo la kusambaza miche 100,000 ya kivuli ambao pamoja na matunda. Mpaka kufikia sasa wakala wa huduma za misitu wilaya ya Ukerewe tumeweza kusambaza miche 101,105. Tumeigawa bure kwa wananchi, taasisi za serikali, taasisi binafsi kwa ajili ya kupanda kwenye maeneo yao. Kwa leo tuko hapa na wenzetu wa NMB tukiendeleza na kuhitimisha zoezi letu la upandaji, kwa sababu msimu wa upandaji umeelekea ukingoni. Leo tutapanda miche 1,500 katika eneo hili la kijiji cha Kaseni. Wenzetu wa benki ya NMB tumeweza kuwapatia miche 4,500 ambao wameipanda maeneo mbalimbali katika wilaya ya Ukerewe. Hapa kijiji cha Kaseni leo tumepanda miche 1,500. Kwa sisi wakala wa huduma za misitu tunaendelea kupanda miti ya matunda ya kivuli ili kuweza kutunza mazingira yetu. Na ikiwa tarehe 5 Juni mwaka huu ni kilele cha siku ya mazingira duniani, basi wakala wa huduma za misitu wilaya ya Ukerewe tumeendelea zaidi kupanda miti katika maeneo mbalimbali ili kuweza kutunza mazingira yetu kwa ustawi wa maendeleo yetu, kwa sababu sekta ya misitu ni sekta ambayo inabeba sekta zingine muhimu, hata sekta ya mazingira, sekta ya kilimo, na kuwezesha mfumo wa ekolojia kuwa stahimilivu kwa shughuli zingine za kimaendeleo. Lengo la wilaya ya Ukerewe ni kupanda miti 1,500,000, lakini sisi wakala wa huduma za misitu katika hiyo 1,500,000 tumetoa miche 100,000 bure kwa wananchi. Sasa takwimu zingine za upandaji wa miti zipo, lakini TFS kama wakala wa huduma za misitu kushirikiana na halmashauri ya wilaya ya Ukerewe tumetoa miche 100,000 bure na kuipanda kwenye maeneo mbalimbali katika wilaya hii ya Ukerewe. Wakala wa huduma za misitu tunaendelea kuwasisitiza wananchi wote miti hii tunayopanda waweze kuilinda kwa kushirikiana na mamlaka husika au taasisi husika, hasa maeneo ya shule. Wananchi wasiweke mifugo kwenye maeneo yaliyopandwa miti, kwa sababu ikitokea mwananchi amepanda eneo lake limeharibiwa na mtu au mifugo ya mtu, taratibu za kisheria zipo. Tuna sheria yetu ya misitu na pamoja na sheria ndogo za vijiji na halmashauri tutazitumia ili kuweza kuwajibisha watu wao. Lakini nashukuru kwa hivi karibuni takwimu za uharibifu wa miti maeneo mengi imepungua. Kwa hiyo miti inayopandwa inalindwa vizuri na inaendelea kukua vizuri katika wilaya yetu ya Ukerewe. Wananchi, na nitoe rai kwamba wananchi, miti yetu tunaipanda kwa sababu miti imezalishwa na serikali kwa pesa za walipa kodi, basi tuisamini, tuilinde, tuitunze. Miti ni mali. Miti itatuletea mbao, tunapata kivuli, inatunza mazingira, inatunza vyanzo vya maji. Kwa hiyo wasi wananchi waitunze miti hii na yenyewe itaweza kututunza pia. Naitwa Rosemary Ruhasire. Mimi natoka kisiwa cha Izinga, kata ya Ilangala. Maana yake hii ni kata yetu. Kwa hiyo niko sehemu sahihi. Nafikiri upandaji wa miti 1,500 tuliopanda leo kwanza kabisa tutaitunza. Haiwezi ikaharibika na mifugo, tutaitunza sana. Alafu miti hii itakapokuwa itatusaidia pia kupata pesa. Yani tutapata vipato vya pesa. Kwa hiyo ndio maana mnaona kabla hata ya elimu hii mnaona tumeshaanza kupanda wenyewe, ngaje hatujapanda sana, lakini tumeanza kupanda miti. Tunachoweza kuongelea sisi wananchi wa kata ya Ilangala, tunawaahidi kwamba hii miti tuliyopanda leo tutaitunza sana, na wamesema kwamba tutakapokuwa tunataka kupanda zaidi tuwatafute wataalamu watusaidie namna ya kupanda. Na wamesema tukiilinda hii miti ikafika miaka 15, maana yake tutavuna mbao nzuri, tutakuwa na miti mizuri na tutapata pesa nyingi pia. Kwa majina naitwa Mwalimu James Andrew Dawai, ni mkuu wa shule ya msingi Kaseni. Kimsingi kwanza tunashukuru kwa kupata fursa hii ya kuletewa mradi wa upandaji miti katika shule yetu. Tunajua miti hii imekuja kwenye kipindi ambacho sio kipindi kizuri cha msimu wa mvua, lakini kama shule tuna rasilimali watu ambao tutawatumia hawa watu kama wanafunzi kwa kipindi hiki ambacho jua ni kali, lakini wanafunzi tupo karibu na ziwa. Kwa hiyo wanafunzi watasaidia katika zoezi la umwagiliaji ili kuhakikisha miti hii inakuwa mpaka msimu wa mvua utakapofika. Tayari sisi kama shule tushaweka mikakati ya namna gani ya kuzuia mifugo kwanza kwenye taasisi yetu, kama mifugo hairuhusiwi kwenye maeneo ya shule. Kwa hiyo tuna uhakika miti hii itakuwa katika mazingira ambayo hatutaji kupoteza hata mti mmoja, kutokana na hali ambavyo tumejiandaa kwamba tumeshaweka mabango ya kuzuia ufungaji wa mifugo kwenye maeneo ya taasisi.
Kwa hiyo tunaamini miti hii itakuwa. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.